Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Nikukaribishe mdau wa Kiko Media, karibu sana. Makala ya leo tunaenda kuangalia kwa nini Mwenyezi Mungu anaweza kuikataa sadaka yako hata iwe nzuri namna gani. Mungu hawezi kupokea kila sadaka kwa sababu utoaji sio tu swala la kutoa fedha au vitu, bali inahusisha nia, maisha na mwenendo wa utoaji. Sadaka inayotolewa kinyume cha mapenzi ya Mungu itakuwa chukizo kwake. Mungu anaweza kukataa sadaka yako ikiwa haitoki moyoni au inakiuka kanuni zake kiroho. Sadaka hukataliwa kutokana na nia mbaya kama vile kiburi au kujionyesha, kutoa kwa kunung'unika, uhusiano mbaya na watu wengine, au chanzo cha mapato kilicho kinyume na maadili. Katika Biblia, mtu mkuu aliyefahamika ambaye sadaka yake ilikataliwa ni Kaini. Katika kitabu cha Mwanzo, Mungu alikubali dhabihu ya mnyama iliyotolewa na mdogo wake Abili, lakini akakataa sadaka ya Kaini ya mazao ya ardhi kwa sababu ya mtazamo mbaya wa moyo wake na matendo yake. Sadaka nyingine iliyokataliwa ilitoka kwa Waisraeli katika Agano la Kale kupitia manabii kama vile Isaya sura ya kwanza aya 11 hadi 15. Mungu alikataa sadaka zao kwa sababu mioyo yao ilikuwa imejaa dhambi, mikono yao ilikuwa na damu. Isaya sura ya kwanza aya 11 hadi 15 inasema kuwa, huu wingi wa sadaka zenu mnaonitolea una faida gani? Alisema Bwana, nimejaa mafuta ya kafara za kondoo waume na mafuta ya wanyama walionona, nami sifurahi damu ya ng'ombe wala ya wana kondoo wala ya mbuzi waume. Mjapo ili kuonekana mbele zangu, ni nani aliyetaka neno hili mikononi mwenu, kuzikanyaga nyua zangu? Msilete tena matoleo ya ubatili, uvumba ni chukizo kwangu. Mwezi mpya wa Sabato kuita makutano, siyawezi maovu hayo na makutano ya ibada. Sikukuu zenu za mwezi mpya na karamu zenu zilizoamliwa, nafsi yangu yazichukia. Mambo hayo yanilemea, nimechoka kuyachukua. Nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Naam, mwombapo maombi mengi, sitasikia. Mikono yenu imejaa damu. Moja kwa moja tukaangalia sababu ambazo zinaweza kumfanya Mungu kuikataa sadaka yako ambayo unamtolea. Moja ni utoaji wa kinyongo au kulazimishwa. Biblia inakataza vikali utoaji unaotokana na shindikizo, sheria ngumu au kulalamika. Utoaji wa namna hii hauna thawabu mbele za Mungu. Maandiko yanathibitisha kuwa ibada zote na hasa za utoaji wa mali na huduma lazima zitoke katika moyo wa utayari na mapenzi mema badala ya shinikizo la nje. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 25 aya ya 2 inasema kuwa, waambie wana wa Israeli kwamba wanitawalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatwaa kwake sadaka yangu. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 9 aya ya 7 kinasema kuwa kila mtu atende kama ilivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu penda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Jambo la pili linaloweza kumfanya Mungu ikatae sadaka yako ni kuishi katika dhambi na uasi. Mungu anaweza kukataa sadaka na dhabihu za mtu anayeishi katika dhambi na uasi wa makusudi. Badala ya kupokea baraka, sadaka hizo huwa ni chukizo mbele zake. Ukisoma kitabu cha Mithali sura 21 aya 27 inasema kuwa, sadaka ya wasio haki ni chukizo, si zaidi sana ailetapo mwenye nia mbaya. Sababu kuu ya Mungu kuweza kuzikataa sadaka hizi ni kwamba Mungu anaangalia moyo, nia ya utoaji na maisha ya mtoaji. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 15 aya 22 kinasema kuwa Nabii Samueli anamweleza mfalme Saul kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu. Mtu anapoishi katika dhambi bila kutubu, anajaribu kuhonga au kufunika mambo yake mabaya kwa kutoa mali, jambo ambalo halimpendezi Mungu. Ili sadaka na maombi ya mtu yakubalike mbele za Mungu, inampasa kuacha njia zake mbaya, kutubu kwa moyo wa unyenyekevu na kumrudia Mungu. Biblia inasema katika Zaburi ya 51 aya ya 17 kuwa dhabihu zinazompendeza Mungu ni roho iliyokunjika na moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hata udharau. Mtu anayetoa sadaka lakini anaishi maisha ya dhambi au ukaidi, Mungu huhesabu sadaka yake kuwa ni chukizo. Ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 15 aya 8 hadi ya 10 inasema kuwa sadaka ya mtu ambaye
ni chukizo kwa Bwana, bali maombi ya mtu mnyofu ni furaha yake. Njia ya mtu ambaye ni chukizo kwa Bwana, bali humpenda mtu afuataye mema. Adhabu kali ina yeye aiachaye njia, naye achukiaye kukemewa atakufa. Sababu ya tatu inayoweza kumfanya Mungu kuikataa sadaka yako ni kutokusamehe au kuishi na kinyongo. Katika mafundisho ya dini, hasa kwenye Ukristo na Uislamu, kutokusamehe na kuweka kinyongo ndani ya moyo wako kunaweza kusababisha sadaka yako isikubalike mbele za Mungu. Mungu huangalia zaidi nia ya moyo na upendo kuliko wingi wa kile unachokitoa. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 5 aya 23 hadi 24, kinasema kuwa basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako ukapatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi utoe sadaka yako. Pia ukisoma kitabu cha Marko sura ya 11 aya 25 hadi 26, inasema kuwa nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe nanyi makosa yenu. Lakini kama ninyi hamsamehi, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Mungu anatamani kuona mioyo yetu ikiwa safi, yenye msamaha na upendo kwa wengine. Kusamehe na kuondoa kinyongo ni hatua ya kwanza na ya umuhimu inayofanya sadaka au ibada zako ziwe na kibali na baraka mbele za Mungu. Jambo la 4 linaloweza kumfanya Mungu kuikataa sadaka yako ni kupokea pesa kwa njia isiyo halali. Kupokea pesa au mali isiyo halali kama vile rushwa, uwizi pamoja na udanganyifu ni kinyume kabisa na mafundisho ya Mungu. Vitabu vitakatifu vinakataa vikali vitendo hivi na vinavyoonya juu ya adhabu yake. Mungu hawezi kupokea sadaka inayotokana na wizi, rushwa au dhuluma za watu wengine. Ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 61 aya 8, kinasema kuwa maana mimi Bwana naipenda hukumu ya haki na uchukia wivi na uovu, nami nitawalipa malipo katika kweli, nitaagana nao agano la kale. Lakini katika kitabu cha Mithali sura ya 13 aya 11 inasema kuwa mali inayopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Kitabu cha Mithali sura 21 aya 6 pia kinasema kuwa kupata akiba ya mali kwa ulimi wa uongo ni moshi upeperushwao, ni kutafuta mauti. Athari za kiroho kupokea pesa isiyo halali inatajwa kuwa kuna haribu uhusiano wako pamoja na Mungu. Matendo haya yanachukuliwa kuwa ni dhambi inayozuia baraka na maombi ya mtu kusikilizwa. Madhara mengine ya kiroho ni kuondoa amani. Hata kama mtu atapata mali nyingi, pesa za haramu huleta hofu, mashaka na kukosa amani ya moyo. Dini zote mbili zinahimiza kujitafutia riziki kwa njia halali kwa jasho lako na uaminifu, kwani ndiko kunakomletea mtu baraka na kibali mbele za Mungu. Sababu ya 5 inayoweza kumfanya Mungu kuikataa sadaka yako, njia ya kujionyesha na kujitukuza. Mungu anaweza kukataa sadaka yako inayotolewa kwa nia ya kujionyesha au kujitukuza. Katika mafundisho ya dini, kutoa kwa nia ya kutaka kusifiwa, kujulikana au kujivunia mbele za watu kuna haribu kabisa thamani ya ibada hiyo mbele ya Mungu, kwani thawabu yake itakuwa imeshapatikana huko duniani. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 6 aya ya 2, kinasema kuwa basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Lakini ukisoma Mathayo sura ya 6 aya 3 inasema kuwa amini nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wa kuume. Sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako au naye silini atakujazi. Ili sadaka ikubaliwe na Mungu, inapaswa kutolewa kwa unyenyekevu, kwa moyo wa kutoa, yaani moyo uliomkunjufu, na kuwa na nia thabiti ya kumpendeza Mungu peke yake badala ya kutafuta sifa za kibinadamu. Sababu ya 6 inayoweza kumfanya Mungu kuikataa sadaka yako ni pamoja na kutoa vitu vyenye kasoro. Kutoa vitu vyenye kasoro au vilivyochakaa au ambavyo ni vya bure kama sadaka inaweza kukataliwa na Mungu. Katika maandiko matakatifu, Mungu anasisitiza kutoa vitu vilivyo bora na vyenye thamani ya dhati kutoka moyoni mwako, na sio mabaki au vitu visivyofaa. Ukisoma Mambo ya Walawi sura ya 22
aya 21 hadi 23 inasema kuwa, na mtu awaye yeyote atakayemtolea Bwana dhabihu katika sadaka za amani, ili kuondoa nadhiri au sadaka ya moyo wa kupenda katika ng'ombe au katika kondoo, atakuwa mkamilifu, apate kukubaliwa, pasiwe na kilema ndani yake chochote. Kipofu au aliyevunjika mahali au kiwete au aliye na vidonda au aliye na upele au aliye na kikoko, hamtamtolea Bwana wanyama hao, wala msimsogeze kwa Bwana kwa njia ya moto juu ya madhabahu. Ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 15 aya 21 inasema kuwa, lakini akiwa na kilema, akichechemea au akiwa na kipofu au mwenye kilema kibaya chochote, msimsogeze kwa Bwana Mungu wako sadaka. Sadaka inayotolewa kwa Mungu inapaswa kuonyesha heshima, shukrani na utayari wa kumtolea Mungu kilicho bora zaidi. Vitu vyenye kasoro au ambavyo vina mapungufu kumtolea Mungu ni dharau na mara nyingi hukataliwa mbele za Mungu. Sababu ya 7 inayoweza kumfanya Mungu kuikataa sadaka yako ni kutoa kwa ajili ya miungu wengine. Kutoa sadaka kwa miungu wengine au kufanya matambiko ni kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu. Andiko linasisitiza kwamba sadaka za namna hiyo humchukiza Mungu. Mungu ana mamlaka ya kukataa sadaka na ameweka wazi kuwa yeye ndiye pekee anayestahili kutolewa matoleo na kuabudiwa. Kwa nini Mungu hukataa sadaka kwa miungu wengine? Biblia inafundisha kwamba Mungu wa kweli ana wivu juu ya watu wake. Kutoa sadaka kwa miungu wengine kama sanamu au pepo kuna maanisha unajiondoa chini ya ulinzi wake na kujiunganisha na nguvu za giza. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura 22 aya 20 inasema kuwa, mtu atakaye mchinjia sadaka mungu yeyote isipokuwa ni yeye Bwana peke yake, na angamizwe kabisa. Hayo ndiyo mambo 7 ambayo Mwenyezi Mungu anaweza akaizuia sadaka yako isipokelewe na ukashindwa kupata baraka.